Habari gani Mwanakewe TV, kama ni mara yako ya kwanza tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Dwakewe TV. John Heche ambaye ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo yani Chadema ameamua kufunguka mambo mazito kupitia mtandao wa Twitter baada ya kuweka picha hizi hapa zinaonyesha wanafunzi wakiwa katika eneo la kujiandikisha, sehemu la kujiandikisha kwa ajili ya kupiga kura. Kitu ambacho kimeweza kumkera kweli kweli John Heche, makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia, ambapo ameamua kuandika waraka huu. CCM wamejaribu kufanya uovu wote katika nchi nzima. Kila unapofanya uovu usipopata adhabu, au ukifanya uovu ukiwa rewarded kwa uovu wako, huo uovu unaofanya tabia, au utakuwa tayari kufa ukiutetea. Walipokosa watu wa kujiandikisha, serikali za mitaa waliwatumia wanafunzi wa shule miaka 12, 13, 14 mpaka 17 kinyume cha sheria. Kumbuka, unazungumza na hao wanafunzi na kuwapatia na kuambia twende tukajiandikishe kinyume cha sheria. Unawafundisha nini? Kuvunja sheria na kuharibu maisha yao. Watoto wadogo wanaofundishwa uharamia, wengine wanapewa na rushwa ili wapige kura. Tunajenga taifa la aina gani? Pamoja na kampeni zote za miaka 4 Ikulu, kwa nini kuna desperation ya aina hii kwa uongozi uliopo? Hakuna tofauti na wale wanaotumia watoto vitani. Kumbuka, ukimpa mtoto silaha ambaye hawezi kujua madhara ya maamuzi yake, wanaona inalipa. Sasa wanafanya utamaduni. Bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Hayo ni maneno ambayo makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo John Heche ameamua kuandika katika mtandao wa Twitter, akishinikiza kwamba CCM iweze kufanya mabadiliko. Ametumia hapa kwamba CCM imeamua kutumia wanafunzi wenye umri wa miaka 12, 13, 14 mpaka 17 kinyume cha sheria, na wameenda kujiandikisha katika daftari la kupigia kura. Ndio maana ameamua kuweka picha hizo za wanafunzi wakiwa katika eneo la kujiandikisha. Lakini watu wamekuwa na maoni tofauti katika mitandao ya kijamii. Wa kwanza anaitwa Adui wa Yanga, anasema nyie hamshiriki uchaguzi, kwa nini? Inawauma nini? Lakini Glory anasema mwenda zake huko alipo, aiwishi Mungu ampe adhabu kali sana. Maovu wengi yanayotendeka leo, mwenda zake ndio alianzisha wizi wa wazi wa kura. Lakini Logic Analytic anasema, mnasema watu wajiandikishe. Je, hizo reform tunazozitaka zikifanyika tutashinda? Kwa sababu wanaotii ni wale wanaopiga kura. Wetu wa CCM wao wanajiandikisha kama kawa. Lakini Kimbesa anasema wanaojiandikisha kwa sababu wana sifa za kupiga kura. Ndio maana utaona hapo haijafallen shule nzima ni wale tu au wenye sifa za kupiga kura mwaka huu. Not B ni kwa mujibu wa katiba yetu, mtu yeyote mwenye miaka kuanzia 18 ana haki ya kupiga kura bila kujali yuko shule ya msingi au ya sekondari. Lakini Glory akaja kamjibu akasema hivi, tatizo sisi wanafanya uovu halafu tunawalipa wema na busara. Baada ya kuwalipa uovu, hapo ndipo tunapokosea sana. These people are evils, we need to pay them back. Lakini King David anasema wanajiandaa kufanya uhuni kama serikali za mitaa, lakini haitawezekana. No reform, no election. Dani anasema hii ni nchi yetu sote, tuweke tofauti zetu za kiitikadi au kivyama pembeni, tuungane kukemea uovu. Tunaifanya nchi yetu kudharauliwa kila kona ya dunia kwa madudu wapiga kura na wezi wa mali za umma ndio wa kwanza kutetea
kupigana mapambano ya miaka 5. Tusiruhusu huu uhuni. Lakini Kasoma JR anasema huwezi kuwa kiongozi wa nchi serious na unaipenda nchi yako kwa dhati ukafurahia ujinga huu, ukafurahia haya eti na kwa sababu yanafanywa in your favor. Lakini Hamisi anasema darasa la 7 wanafunzi kuandikishwa akiwa na miaka 7. Miaka 7 ya shule ya msingi, miaka 7 ya elimu ya sekondari, 7 jumlisha 7 maana sawa na 18, au sheria hairuhusu kwa wanafunzi hata akifikisha miaka 18? Anauliza hapo Hamisi Matala. Lakini Tone Nimo anasema CCM wako tayari hata nchi yangamizo wao wabaki madarakani bila kujua madaraka ni kwa sababu ya nchi ya watu. Hakuna wanachohofia zaidi ya hicho. Ndio maana wana ofisi nchi nzima, lakini madarasa na zahanati ni zamanati. Lakini kazi na utu tusonge mbele anasema tukutane Oktoba bro. Yote haya yatakwisha, ila kama hamsusi uchaguzi basi hamasisheni watu wenu wajiandikishe ili msikose wapiga kura, maana wengi wanaamini uchaguzi hautakuwepo. Lakini Zabania anasema jana nilipiga hesabu zaidi ya miaka kuanzia shule ya msingi 7 kaenda darasa 7 sekondari 7 tukijumlisha sawa na miaka 18. Lakini Anko Tuchi anasema akamtagi John Heche akasema why chama kinasema no election, lakini wanachama wenzenu Sugu anasema ana nia ya kugombea ubunge, anasubiri mchakato ukamilike. Lakini Aidan Mwaisumbi anasema vitambulisho vina faida nyingi. Hakuna watu wana vitambulisho lakini hawajawahi kupiga kura, hivyo usimzuie mtu, nyie komaeni tu na reform. Lakini Charles Lukumai anasema mbona wanavyuo vikuu wanazuiwa hata kupiga kura? Lakini Ali Mwalimu anasema katika karne hii mkisusa watu wanakula, hawana muda wa kubembeleza. Mlipaswa kuhimiza kwanza wafuasi wakajiandikishe, then mengine yaendelee. No reform no election. Hamwezi kutoa utawala madarakani kwa kuimba kwa kauli mbiu tu. Hapa mmefeli waungwana. Lakini Mahembe Finance anasema kwenye shule niliyomaliza nilienda na shilingi 10,000. Nikauliza waziri wa elimu ni nani, sikupata jibu. Nikaulizwa waziri wa sheria kimya, nikauliza waziri wa ardhi kimya. Nikajua watoto hawafuatilii siasa kabisa. Lakini Eli Chapo anasema ila nyie jamaa bwana, sasa hapo unamfahamu nani ambaye hajakizi vigezo lakini hana umri ambao unamruhusu kujiandikisha? Sio mkazi wa eneo husika, mweke tu majina yake hapa. Yaani kuna vigezo kwamba wanafunzi haruhusiwi kujiandikisha kupiga kura. Aise, punguzeni hizi mambo. Huyo anaitwa Eli Chapo anasema katika hiyo picha anaona wote wamekizi vigezo vya kupiga kura na wanaruhusiwa kupiga kura, manake wamefika miaka 18. Lakini watu wamezidi kutoa maoni hapa. Namuona anaitwa Ismail anasema wanaonekana wanafunzi tu bila ya picha. Inaonesha wanajisajili na kibao kinachoonesha kituo cha kujiandikisha kupiga kura. Ni sawa, wapo kwenye foleni ya ugali tu. Huyu anahoji kidogo, anasema kwanza sehemu gani kinaonesha kwamba hapo ni sehemu ya kupiga kura? Huenda ni sehemu ya kulia ugali. Huyu anaongea anaitwa Ismail Karanda, anahoji kidogo hapo. Lakini Bin Step anasema tunaomba hamasisheni watu na wafuasi wa Chadema nchi nzima wakajiandikishe. Mkifanikisha
mkifanikiwa na sheria zitabadilishwa, uchaguzi ukawa huru, wapiga kura wenu wengi walijiandikisha wakijua no reform no election. Lingalisheni hilo, viongozi hawatakubali kurudi kuandikisha baadaye. Lakini Kivuyo anasema hao watoto wanaonekana kabisa ni wa miaka 18 na zaidi. Mwache au kwa kujihami kwa kila kitu. Lakini huyu Dr. Msemo anasema mara yangu ya kwanza kujiandikisha na kupiga kura mwaka 2000 nikiwa form 6 na umri wa miaka 19. Ila nakumbuka 95 nikiwa form 1, na wakati huo kampeni zikiwa zinaruhusiwa mashuleni, kwetu pia walikuja kupiga kampeni. Mtatanisha anasema kuna muda ukitafakari kwa umakini haya mambo afu unaliona mtu linasema mitano tena. Comment ya mwisho kabisa naisoma kutoka kwa Faisal anasema, Faisal haya anasema huku kwetu sijajua huku utaratibu ni wa nini. Yaani kuna kituo cha kujiandikisha, alafu ukimaliza kujiandikisha kuna jamaa wa CCM anakuelekeza jirani na kituo. Kuna watu wa CCM wana ofisi yao, wanatoa photocopy kitambulisho chako unawaachia pale. Hayo ni baadhi ya maoni ambayo watu wameweza kutoa katika mtandao wa Twitter, ambapo John Heche aliamua kuchapisha chapisho kupitia mtandao wa Twitter akiwaonesha wanafunzi hao wakiwa katika eneo la kujiandikisha kwa ajili ya kupigia kura. Jina langu ni Diwa Kewe TV. Tafadhali subscribe na turn on notification kama ni mara yako ya kwanza kabisa kujiunga na channel yetu ya Kewe TV. Tutaonana wakati ujao katika ulimwengu wa siasa. Bye bye.